Bana, faida ya elimu ni kukupa maarifa zaidi, lakini faida ya kipaji ni kukupa fursa nyingi. Nasi kwa unyenyekevu wa hali ya juu, TET Soma Kwanza TV tumesogea maeneo ya Ununio nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuitembelea shule ya Gome Sekondari, shule ambayo ina vipaji lukuki vilivyosheheni, na nikujuze tu kwamba ni moja kati ya kipindi bora kabisa ambacho kinapatikana ndani ya TET Soma Kwanza TV. Hii ni Top Star. Hapa ndipo mahala ambapo tunakwenda kufahamu vipaji kwa mawanda yake mapana kabisa. Wako wanaocheza ama dance, wako ambao wanaimba, lakini wako ambao wana vipaji mbalimbali ikiwemo vipaji vya uchoraji. Sasa yote hayo tunakwenda kuyapata kupitia vipengele bora kabisa, kipengele cha onesha, kipengele cha ndoto, bila kusahau kipengele cha cheza. Lakini kwa pekee tutakuacha na swali la leo, swali ambalo una fursa ya kwenda kulijibu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini nikujuze tu, kama bado hujatufuatilia ama kutufollow, fanya hivyo katika mitandao yetu ya kijamii TET Soma Kwanza TZ, ili uwe wa kwanza kupata updates mbalimbali. Lakini nikukumbushe wewe, mwambie rafiki yako ya kuwa tunapatikana katika kisimbuzi cha Star Times chaneli nambari 105. Mimi naitwa Khamis Junior Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil, na hapa niko na raisi wa shule hii ambaye ni mwanafunzi. Atakwambia ni mwanafunzi wa kidato cha ngapi, anasoma mchepuo gani, lakini jina lake anaitwa Rebecca Lusekelo. Huyu hapa Rebecca, karibu sana uzungumze na TET Soma Kwanza TV. Lakini tunafahamu mengi kweli. Karibu sana, utupe historia ya shule hii kwa mapana yake, lakini kwa maana yake tuifahamu. Shule yetu imetengenezwa 2008, ambapo katika miaka ya mwanzo kabisa kulikuwa katika hatihati ya kifo cha shule, kwa sababu wanafunzi waliopo walikuwa wachache na katika madarasa mengine kulikuwa hamna kabisa, na pia ilikuwa kuna ukosefu wa walimu. Lakini baada ya muda shule yetu ikaweza kupatikana wanafunzi katika kila darasa, na shule yetu ina madarasa yote kuanzia O level mpaka A level, ambapo pia walimu wameweza kupatikana ili kutoa huduma ya kimasomo yote ya kisanaa, ya kibiashara, ya kisayansi katika madarasa yote ya O na A level. Shule yetu ina wanafunzi 172, ambapo kila darasa ina wanafunzi wa kutosha na ina kila mwalimu wa kila somo ambalo tunahitaji. Shule yetu ipo katika hali ya juu sana kitaaluma, na pia ukitoa mbali masomo, shule yetu iko vizuri sana katika michezo ya jamii, na pia maadili ambayo ni masomo ya kidini na masomo ni ya nje ya shule, ambapo tunaweza kupata fursa za study tour, kuweza kupewa nafasi za kujua mambo mbalimbali ya kimasomo na mambo ya kijamii ambayo inaweza kutufunza na kutujenga kimwili, kiroho na kiakili. Bana, sasa mimi nasikia hapa kuna vipaji lukuki. Tupate fursa kupitia kipindi hiki bora kabisa cha Top Star, unikaribishe na twende tukaone kwanza wachoraji, lakini pia wanaoimba, lakini pia wanaocheza dancing na wengine ambao wana vipaji mbalimbali. Nakaribishwa. Asante, karibu. Asante sana. Twende bana, mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV ndani ya shule ya Gome Secondary School. Hivi ndivyo ambavyo tunaingia kwa ajili ya kwenda kuona vipaji lukuki. Baada ya kuifahamu Gome Secondary School, mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV, tumetoka kuona namna ambavyo Ununio inapendeza ikiwa na shule hii bora kabisa. Na hapa mbele yako niko na wanafunzi wa vidato mbalimbali, lakini hawa katika kipengele hiki cha onesha wana kipaji kikubwa cha uchoraji. Kuliani mwangu niko na Jackson John Double J, lakini kushotoni mwangu niko na Mima Benson. Wote tutakuja kuzungumza nao nini ambacho amekiandaa. Sitaki niweze kukwambia, isipokuwa ni kama surprise ambayo tumekuandalia. TET Soma Kwanza TV tuna lengo kubwa la kuweza kukujuza, lakini kukuelimisha na kukufaharisha ya kuwa wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kupitia chaneli nambari 105 katika kisimbuzi cha Star Times, basi mimi ni nahodha wako Khamis Junior Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil. Taanza upande wangu wa kulia. Kwanza kuna vipaji mbalimbali. Kipaji cha kuchora kimetokana wapi kwa Jackson John? Kipaji changu cha kuchora kimetokana tangu primary. Nilikuwa naona wenzangu wakichora, wale waliokuwa wananizidi madarasa. Na mimi nikaamua nijaribu, kwa nini wenzangu wanajua mimi nisijue.
kama nijifunza kuchora, na vile vile nikawa naona kwenye MB3 kwenye katuni wanachora, na mimi kama nijifunza kuchora mpaka sasa nimefikia hapa. Pengine utueleze wakati unaanza picha gani ama mchoro gani ambao kwako ulianza kujifunzia ukasema hapa nimejaribu kuchora na nina imani kubwa nina kipaji cha kuchora? Nilianza kujifunzia picha ya mdogo wangu. Picha ya mdogo wangu? Mdogo ya. Akiwa mdogo nikasema na mimi nijifunza kuchora. Ingawa nilikosea kidogo, nilijaribu kuchora nikakosea, nikawa natengeneza hivyo hamu ya kuchora nikatengeneza, baadaye mpaka nikaja karibu kuimprove hivyo nikawa naangalia nani sehemu mbalimbali watu wanaojifunza wanavyochora hivyo mpaka leo. Mzazi na mwanafunzi ambaye anakufuatilia hivi sasa kupitia TET Soma Kwanza TV anataka kufahamu nini kimekuvutia hasa katika sanaa hii ya uchoraji, na sio sanaa ya kucheza mpira, sio sanaa ya kuimba na sanaa mbalimbali ambazo zipo katika ulimwengu huu. Kitu kilichonifundia kwenye kuchora ni sehemu ya kujiburudisha kwanza, na ukiangalia kwa watu wengine kuchora ni sawa na kujipatia kipato hapo mbeleni. Pengine utueleze ni michoro ya namna gani ambayo kwa upande wako unasema hii ni rahisi na ninaipendelea muda na wakati wote, nikiwa na muda, nisipokuwa na muda, ni rahisi sana kuichora? Napendelea sana kuchora vikatuni. Vikatuni? Yeah, ndio rahisi. Kama vya SpongeBob. Okay. Yeah, hivyo vikatuni kama vile Paw Patrol. Hivyo. Bwana, katika hii Manila nimeona mchoro. Huyu ambaye unamchora hapo ni nani? Hapa naye mchora ni rais wetu wa 6 Jamhuri ya Muungano Tanzania, Mama Samia. Yeah. Mama Samia ndiye ambaye anachora katika Manila hii ya mwanafunzi huyu Double J ambaye anaitwa Jackson John. Kwa sasa tunamwachia wasaa mzuri wa kuendelea kuichora picha hii, halafu tunakwenda kuzungumza na Jemima Benson, mwanafunzi mwingine ambaye yeye ana mchoro pia anauchora. Ni nani? Endelea kufuatilia Top Star ya TET Soma Kwanza TV, chaneli nambari 105 katika kisimbuzi cha Star Times. Nikabidhi kipaza, halafu wewe endelea kuchora, tutarudi kwako tuone je umempatia mama yetu. Mambo vipi? Hujambo, unaitwa nani? Kwa majina yako kamili, kidato cha ngapi? Mimi naitwa Jemima Benson Mugashi, nipo kidato cha 4 chambua sayansi. Tueleze kwa nini umeamua kuwa mchoraji na sio kuwa na sanaa nyingine tofauti na uchoraji? Mimi tokea nilipokuwa mdogo nilikuwa napendaga sana kuchora. Nilianzaga kuchora kwa sababu nilikuwa napenda kuchora katuni ninazozipenda au vitu ambavyo navipenda, kwa mfano maua au hivyo. Ndio maana mpaka leo kipaji changu kimekuwa, nimewezeshwa na wazazi wangu pia sehemu mbalimbali, na nikiitwa naweza kuchora na kuwaheshimisha. Tueleze sasa namna ambavyo unafanya uchoraji. Ni michoro gani ambayo wewe kwa upande wako unaona ni merahisi au ni migumu na inakupaga wakati mgumu sana katika eneo la kuchora? Tuanze na merahisi. Merahisi ni kama zile katuni zitazo anime kawaida, zile za kawaida ambazo watu wengi siku hizi wanapenda kujikita kuchora katika sehemu nyingi kama shule yetu. Michoro migumu ni kama vile kuwachora watu kama hivyo, yani wanatokea kama walivyo. Ni ngumu kwangu, lakini ni ile ninajitahidi na pia ninapenda kuchora. Kwa hiyo inanifanya tu niendelee kuchora na kupenda, yani inaonekana hivyo nzuri. Tueleze ugawaje muda wako katika swala zima la masomo na katika swala zima la kipaji chako kuhakikisha masomo huyaachi na elimu ya amali pia nayo huiachi? Kwenye masomo kawaida unajitengea muda wako special kwamba hivi, lakini mimi natumia kuchora kama kitu cha kurefresh mind cha hivyo. Hata kwa wiki naweza kuchora hata mara 3, manake kwa ajili tu ya kupumzisha akili na kuendeleza tu maisha, manake mimi saizi imekuwa kama a part of life kila siku, yani hivyo.
Katika manila yako hapo kuna picha ama kuna mchoro ambao unauchora kwa sasa. Nataka mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV, mzazi, mlezi ama mwanafunzi ambaye ameketi katika kiti ama katika sofa anatufuatilia kupitia Top Star afahamu ni nani ambaye amemkusudia. Huku tumeona picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Huku tuna nani? Huku kuna baba yetu aliyetangulia mbele za haki. Nani? Hayati Nyerere au? Pana. Hayati John Pombe Magufuli. Ndio. Mimi nimekusudia kumchora huyu kwa sababu alikuwa babangu alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu sana naye. Alafu unajua ile kitu ya baba ilimshika sana moyo. Kwa mpaka leo ninamkumbuka baba. Sasa nataka uendelee kuchora hapo hiyo picha ili tuweze kupata, huku tutoe kitu na kwako pia tutoe kitu, tuweze kuonesha watazamaji ama mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV. Baada ya kuweza kuwapa muda mzuri wachoraji hawa katika shule hii ya Gomez Sekondari wanapatikana katika maeneo haya ya Ununio nje kidogo ya Dar es Salaam. Jackson John yeye tayari amemaliza kazi yake, lakini Mima Benson naye amemaliza kazi yake. Mnakwenda kufahamu ni namna gani wameweza kuonesha ubora katika swala zima la uchoraji. Tuanze kama pale ambapo mwanzo tulianza, lakini ni kukumbusha kwamba usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii TET Soma Kwanza TZ. Ukiacha kule comment yako ina manufaa makubwa sana kwetu, lakini pia usiache kumwambia rafiki yako, mwambie rafiki yako kuwa tunapatikana katika kisimbuzi cha Star Times channel nambari 105. Huko ndiko ambapo utajifunza mengi kweli kweli. Wewe mzazi, mlezi, mtoto, kijana, mzee ambaye unataka kuweza kufahamu maarifa makubwa hasa katika vipindi mbalimbali ambavyo vinagusa maisha ya Watanzania wote, basi katika kipindi hiki cha Top Star ni moja kati ya kipindi bora kinachopatikana ndani ya TET Soma Kwanza TV. Bana, tuenue sasa michoro yetu ambayo tumeichora. Tuanze kwako Double J, na ulisema unamchora Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzazi ambaye uko nyumbani, lakini mwanafunzi kijana ambaye una kipaji cha kuchora, usiache kujifunza kile inapoitwa leo. Hii ni picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia. Hapa umeandikaje? This for Mama Samia. Hapa ameandika this for Mama Samia. Mheshimiwa Rais, hii ni zawadi yako kutoka kwa mwanafunzi wa kidato cha 4 anaitwa Jackson John. Bana, hongera sana, kazi nzuri. Huu ni mkono wangu, umefanya kazi nzuri sana, na kama ambavyo unaona mtazamaji, nawe una nafasi. Hii ni manila, lakini hii ni artwork ya Mheshimiwa Rais. Sasa twende tukaitazame picha ya hayati John Pombe Magufuli, nayo ameamua kuichora huko. Tuienue sasa hiyo picha, Mima Benson. Picha hii hapa, shike vizuri watu waione, ama mtazamaji wetu waione. Hii ndiyo picha ya Mheshimiwa hayati John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5, ambaye ameuchapa mwingi kweli kweli. Nasema sisi tulimpenda zaidi, lakini Mwenyezi Mungu amempenda kuliko sisi. Maandikaji hapo, thank you for your loyalty. Thank you for your loyalty. Nasikia maneno hayo kutoka kwa mwanafunzi huyu Mima Benson. Hongera sana kwa kazi nzuri ya uchoraji, na mtazamaji, unayo fursa ya wewe kujaribu
kama ni mzazi, nenda kanunue vifaa kwa ajili ya mtoto wako ili naye aweze kujifunza. Top Star, kazi yetu ni moja tu, tunakujuza uweze kunufaika, uweze kuhamasika kwa ajili ya kuweza kumsaidia kijana wako. Kuna elimu ya shule, alafu tumeongezea elimu ya amali ambayo kuna maisha baada ya shule, tunaamini hivyo. Haya, asante sana kwa kazi nzuri, na sio hizi tu, kuna picha mbalimbali tutakwenda kuziona na kuzishuhudia za wanafunzi wa vidato mbalimbali, cha kwanza, cha pili, cha tatu, lakini cha 4 kwa hawa ambao wametoka kuchora. Endelea kufuatilia TET Soma Kwanza TV, lakini nikujuze tu kwamba endelea kumnufaisha mtoto wako ama kijana wako. Kipaji ni mahala salama kabisa kwa kuweza kukiendeleza. Kama ana kipaji kama mimi cha kuweza kuzungumza ama kutangaza, basi usiache kumsupport kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kumnufaisha. Ni rahisi sana kuweza kutambua vipaji au sanaa wa watoto kwa sababu unajionyesha moja kwa moja. Kuna baadhi ya sanaa ambazo watoto wanazionyesha moja kwa moja. Kwa mfano, ukiangalia kwenye mambo ya mpira, unaweza kumuona mtoto namna anavyopiga mpira, anavyopokea mpira, kwa unauona usanaa moja kwa moja. Kwa mfano, mtoto unaweza ukagundua kwamba huyu ana ufundi au ana sanaa, hasa ukiangalia namna anavyoweza kuchora baadhi ya michoro mbalimbali. Kwa hiyo kupitia kuchora unaweza ukaona kwamba huyu mtoto ana kipaji katika kuchora na anachora vizuri. Lakini pia wapo watoto ambao wana uwezo wa kuigiza, wanaigiza vizuri, na ukiangalia namna ambavyo wao wenyewe wanaweza wakaamua kuungana kwa pamoja kuzungumzia jambo fulani. Kwa hiyo namna vile wanavyoweza kuzungumzia na kutengeneza mawazo yao ili kuweza kufikisha baadhi ya maudhui, moja kwa moja unaweza ukagundua kwamba kweli hawa watoto wana vipaji au wana sanaa. Wazazi pamoja na walimu tuna kila sababu ya kuhamasishana kwa ajili ya kuwakumbusha watoto wetu kwamba ni vizuri watambue sanaa ni pesa, sanaa inalipa. Kwa hiyo kila mmoja akiwa na mawazo hayo, hakuna uvivu ambao utapatikana kwa watoto wala kwa wazazi, hata kwa walimu. Tuna mifano mingi ambayo ipo kwa watu ambao wametumia sanaa na sanaa inawalipa vizuri sana kuliko kuweza kutegemea hizi ajira rasmi zinazotoka serikalini. Asante. Shukrani sana. Asante sana Teti. Karibu sana.